Ndiye huyu hapa, mwingine yuko huku bado yuko kwenye mtaro wa maji. Naona nyumba yenyewe ilivyoanguka. Vyombo vyote ndani vimetapakaa, vimeondoka. Sasa ndani vyombo nyumba ilivyoisha bakia. Jeremia, tatizo la maji haya kutokana na miundombinu ambao wanaotengeneza kule reli. Kwa maana wanaotengeneza reli kule maji yote wameelekezea upande mmoja tu. Zamani alikuwa na uwezo wa kupita akaenda Igoma, yakaenda Buongwa, kwa maana kuanzia kule kote kule sawa ya juu maji yote yameelekezwa. Kutokana wanatengeneza na nyuma madaraja yao yale. Labda wakimaliza kutengeneza ile madaraja, labda wakaonesha uelekeo wao wa kupeleka wanapeleka wapi. Ndio chanzo kikubwa sana. Mimi nimeishi miaka mingi sana, sijawahi kuona mafuriko kama haya. Sijawahi, ni mara ya kwanza yametokea na watu wamepata hasara sana. Mara ya kwanza. Pengine kwa hapa kwenu shughuli ambayo mnajishughulisha hapa ni nini? Shughuli hapa tunauza hapa tukahawa na tangawizi. Hasara kubwa iliyopatikana hapa ni tangawizi, chupa ndio zimeenda, vikombe, vya kupikia na vitu vingine, tena mabufa yamejaliwa maji, kila kitu tushinda kujisa kuokoa. Kasoro ni TV tu ambayo sasa. Upande wa mifugo? Upande wa mifugo na mbuzi zilikuwa 5, imebaki hiyo moja unaiona leo ni 100 hapo. Basi. Kitu kikubwa ni hicho tu. Tunashauri serikali wafuatilie huko pembeni, wataona tatizo ni nini. Sababu haijawahi kutokea na sisi wakazi wa Mkuruni siku hiyo. Sawa. Mvua tuseme na nyori ilikuwa ni kubwa, lakini sana maji bado yanasumbua sababu ndio hivyo. Majina naitwa Mrisho Farahani, nipo Mkuyuni, mtaa Mahakama. Chanzo hichi cha haya mafuriko si shida ya barabara, ila hii chanzo cha haya mafuriko ni miundombinu ya reli ya SGR. Ya reli ya SGR, kwa sababu kabla hawajaanza kuweka tuta la SGR Mkuyuni palikuwa pana hali nzuri tu. Toka mwaka juzi ule mwezi wa 11 walipoanza kutandika tuta kule maeneo ya sawa kule wale wa China, basi yale maji yote yakaanza kurudi Mkuyuni. Ikawa hata mvua ikinyesha kidogo mafuriko yanazidi. Hata kuongeza ile daraja kipindi hicho, wakati wanapanga kuongeza ile daraja hawakugundua kwamba chanzo kipo kule. Maana yake hata daraja limeongezwa lakini bado maji yanajaa. Kwa mimi ninachoshauri serikali ni kitu kimoja tu, wajaribu kuzungukana na mkandarasi wa reli, wakafanya taratibu za kule Kanyerere, hasa kule sawa ya juu, kuyaruhusu yale maji kama ilivyokuwa zamani, kwa sababu kuweka lile tuta yale maji yote yanarudi Mkuyuni, hayaendi Nyashishi. Hiyo ndio chanzo kwamba maji yote yanarudi Mkuyuni, hayaendi Nyashishi. Na ukitaka kujua kwamba yale maji hayaendi Nyashishi, mvua ikinyesha Mkuyuni, kimbia Nyashishi afu njoo Mkuyuni, utaenda kukuta kule ule mtu hauna maji yote yapo Mkuyuni. Kwa hiyo hayo ndio maoni yangu. Asante. Kwa majina naitwa Emmanuel Samuel Malaba, ni mkazi wa Mkuyuni. Sasa kwa changamoto tulipata jana hapa kwa mvua,
Kwa kweli maji yalituingilia sana katika ofisi zetu, katika majumba yetu, makazi yetu, na yametuletea madhara makubwa sana. Yametuharibia baadhi ya vitu vyetu, ndio kama hivyo, yamelowanisha vitu ndani ya bidhaa zetu, na vingine vimepata kuondoka na maji, vimepotea kabisa yani. Pole sana. Na asante sana, tunashukuru sana.